Katika eneo la mbali lililozungukwa na milima, mito na mashamba makubwa, kulikuwa na vijiji vitatu vya jirani vilivyoishi kwa amani kubwa. Kijiji cha kwanza kiliitwa Mlimani, kijiji cha pili kiliitwa Bondeni, na kijiji cha tatu kiliitwa Kando ya Ziwa. Watu wa vijiji hivyo walijuana sana, walisaidiana kwenye shida na kushirikiana kwenye sherehe mbalimbali. Lakini hakukuwa na jambo lililowahi kuwashangaza watu wa vijiji hivyo kama simulizi ya mwanamke mmoja aliitwa Lulu. Lulu alikuwa mwanamke mwenye uzuri wa kipekee. Ngozi yake ilikuwa ya kuvutia, macho yake yalikuwa na mwanga upole, na tabasamu lake lilifanya hata watu wenye huzuni kusahau matatizo yao. Alikuwa na umbo la kuvutia na sauti ya laini iliyomfanya kila aliyesikia akizungumza amtazame tena. Lakini mbali na uzuri wake, Lulu alikuwa mchangamfu, mwenye adabu, mwenye bidii na mwenye akili nyingi. Wanaume wengi walitamani kumuoa Lulu, lakini Lulu hakukubali haraka. Maisha yake yalikuwa magumu tangu akiwa mdogo. Alifiwa na wazazi wake akiwa bado hajakomaa, akabaki peke yake duniani bila ndugu karibu wa kumsaidia. Kwa sababu hiyo, alijifunza kupambana mwenyewe. Alijifunza kuchota maji, kulima, kuuza mboga sokoni na kufanya kazi ndogo ndogo ili kuishi. Siku moja asubuhi, Lulu alikwenda mtoni kuchota maji kama kawaida. Mto huo ulikuwa karibu na kijiji cha Mlimani. Alipofika huko, alimkuta kijana mmoja mwenye mwili mkubwa na mabega mapana akiwa ametoka porini na mzigo wa nyama ya pori begani. Kijana huyo aliitwa Kado. Kado alikuwa muwindaji mashuhuri kijijini. Alijulikana kwa ujasiri wake na uwezo wa kuwinda bila kuogopa wanyama wakali. Kado alipomwona Lulu kwa mara ya kwanza, alibaki akimtazama kwa mshangao. Hakuwahi kumuona mwanamke mzuri kiasi kile. Lulu naye alimpa salamu kwa adabu, kisha akaendelea kujaza maji kwenye mtungi wake. Kado alisogea karibu na kumwomba maji ya kunywa kwa heshima. Lulu alimchotea maji kwa mikono yake na kumpatia. Kado alifurahi sana. Kwa shukrani, alimpa kipande kikubwa cha nyama ya pori. Kuanzia siku hiyo, Kado alianza kumtafuta Lulu kila aliporudi kutoka kuwinda. Mara nyingi alimletea kitoweo kizuri, na Lulu naye alimkaribisha kwa heshima. Baada ya muda, Kado alimposa Lulu na Lulu akakubali. Harusi yao ilifanyika kwa furaha kubwa katika kijiji cha Mlimani. Lakini Lulu alikuwa na siri moyoni mwake. Hakutaka kuishi maisha ya taabu tena. Aliona kuwa Kado alikuwa mtu wa kuondoka mara nyingi porini kwa siku nyingi. Hivyo alijua angeweza kupamba maisha yake bila kugundulika. Baada ya miezi kadhaa, Lulu alianza kwenda kijiji cha Bondeni. Aliwaambia watu wa Mlimani kuwa alikuwa anaenda kumuuguza dada yake mgonjwa. Wote walimwamini kwa sababu Lulu alikuwa mke mwema na mwenye huruma. Kijiji cha Bondeni kilikuwa na mashamba makubwa sana. Huko aliishi mwanaume mmoja aliitwa Buse. Buse alikuwa mkulima mkubwa na mfanyabiashara wa mazao. Alikuwa mtu mwenye moyo wa kusaidia. Miaka iliyopita, Lulu alipokuwa hana chakula baada ya kufiwa na wazazi wake, Buse ndiye aliyekuwa akimpatia unga, mahindi na maharage bila kumdharau. Buse alikuwa mkubwa kwa umri kuliko Lulu, lakini alimpenda sana kwa tabia yake nzuri. Lulu alipofika Bondeni, Buse alimkaribisha kwa furaha kubwa. Alimwambia kuwa alikuwa akimkumbuka siku zote. Lulu alitumia upole wake na tabasamu lake kumvutia zaidi. Hatimaye Buse alimposa na Lulu akakubali tena. Harusi nyingine ikafanyika kimya kimya Bondeni. Watu wa kijiji walifurahia kuona Buse amepata mke mzuri na mwenye bidii. Lulu aliishi naye kwa siku kadhaa. Kila alipokwenda huko, alijua kuwa Buse alikuwa mtu wa kusafiri kwenda sokoni kuuza mazao, hivyo naye hakuwa nyumbani mara nyingi. Lakini bado Lulu hakuishia hapo. Kijiji cha tatu kilikuwa kando ya ziwa. Huko aliishi mvuvi maarufu aliitwa Mula. Mula alikuwa jasiri, mwenye nguvu na alipendwa sana kwa ustadi wake wa kuvua samaki wengi kuliko wavuvi wote wa eneo hilo. Siku moja Lulu alienda huko asubuhi mapema akidai kuwa anaenda kujifunza ufinyanzi kutoka kwa wanawake wa kijiji hicho. Alipofika kisimani, alikutana na Mula akiwa ametoka ziwani na samaki kadhaa mikononi. Mula alipomwona Lulu, moyo wake ulidunda kwa kasi. Lulu alimpa salamu kwa adabu. Mula akatabasamu na kumpatia samaki wachache kwa ajili ya mboga. Lulu alimshukuru kwa sauti ya upole. Tangu siku hiyo, Mula alianza kumtafuta kila aliporudi kuvua. Alimletea samaki wazuri kila mara. Baada ya muda mfupi, Mula naye alimposa Lulu. Lulu akakubali tena. Harusi ya tatu ikafanyika kijijini humo. Watu wote waliona Mula amebahatika kupata mke wa thamani. Hivyo Lulu akawa na waume watatu katika vijiji vitatu tofauti kwa wakati mmoja. Kwa Kado alisema huenda kumuguza dada yake. Kwa Buse alisema huenda kuuza dawa za kienyeji. Kwa Mula alisema huenda kujifunza ufinyanzi. Waume zake walimwamini kabisa kwa sababu kila alipokuwa nao alikuwa mke bora. Aliwapikia vizuri, aliwaheshimu, aliwatunza na aliwafanya wajisikie wana bahati kuliko wanaume wengine wote. Miaka ilipita huku siri ya Lulu ikibaki moyoni mwake. Lakini siku moja, jambo lisilotarajiwa lilitokea.
Lulu aliyafurahia sana maisha yake ya kuwa na wanaume watatu kwa wakati mmoja. Upande wake aliona maisha hayo ni ya baraka tupu. Kila mwanaume alimjali kwa namna yake, na kila mmoja alihakikisha Lulu anakosa kitu kidogo tu, mwingine anakiziba haraka. Kado alikuwa mwindaji hodari. Mara nyingi alirudi na nyama ya pori, ngozi za wanyama na vitu vya porini vilivyokuwa na thamani. Akikosa pesa mfukoni, bado hakuruhusu nyumba yake ikose kitoweo. Useye alikuwa mfanyabiashara wa mazao. Mashamba yake yalikuwa makubwa, maghala yake yalijaa mahindi, mpunga, maharage na alizeti. Kwa upande wa chakula, hapo ndipo palikuwa mahali pa Lulu. Hakuwahi kukosa unga, mafuta, sukari wala nafaka za kutosha. Mola yeye alikuwa mvuvi mashuhuri. Kila aliporudi ziwani, alikuwa na samaki wakubwa na wadogo. Mara nyingi alimletea Lulu samaki wazuri sana waliowafanya wanawake wengine wa kijiji wamwone mwenye bahati. Kwa kuunganishwa kwa wanaume hao watatu, Lulu alikuwa mwanamke mwenye maisha mazuri kuliko wanawake wengi wa eneo lile. Alikula vizuri, alivaa vizuri na alipendeza kila siku. Nguo zake zilikuwa safi, mapambo yake yalikuwa ya kuvutia, na kila alipopita watu waligeuka kumtazama. Alikuwa mwanamke aliyependeza zaidi katika vijiji vyote vitatu. Jambo la kushangaza ni kwamba kila kijiji kilimtambua Lulu kama mke wa mtu anayekaa kijijini kwao. Watu wa mlimani walijua Lulu ni mke wa Kado. Watu wa bondeni walijua Lulu ni mke wa Buse. Watu wa kando ya ziwa walijua Lulu ni mke wa Muna. Hakuna aliyewahi kushuku chochote kwa sababu Lulu alikuwa mjanja sana na alijua kuzungumza kwa upole. Siku moja, mwanamke mmoja kutoka kijiji cha bondeni alifika kijiji cha mlimani kwa shughuli za kuuza mboga. Alipokuwa karibu na mto, alishtuka sana alipomwona Lulu akiwa anachota maji kana kwamba anaishi hapo kwa muda mrefu. Mwanamke huyo alimsogelea na kumuuliza, "Lulu, una ndugu huku?" Lulu alimtazama, akatabasamu tu bila kujibu moja kwa moja, kisha akabeba mtungi wake na kuondoka taratibu. Tabasamu lile lilimchanganya sana mwanamke huyo. Hakuweza kuvumilia. Akaanza kuwauliza watu waliokuwa karibu pale mtoni, "Yule mwanamke mnayemwita Lulu ni nani hapa?" Watu wakamjibu kwa mshangao, "Humjui? Huyo ni mke wa mwindaji wetu Kado." Mwanamke huyo alibaki ameduaa. Alimtambua Lulu kama mke wa Buse wa bondeni. Alijisikia baridi mwilini. Hakusema neno tena. Alimaliza shughuli zake na kurudi kijijini kwao akiwa na mawazo mengi. Alipofika bondeni, aliwaita wanawake wenzake na kuwaambia yote aliyoyaona. Habari ile ikaenea haraka kama moto kwenye nyasi kavu. Lulu ameonekana mlimani akiwa mke wa mtu mwingine. Watu walipigwa na mshangao. Wengine hawakuamini, wengine walisema ni uongo, lakini mwanamke huyo alisisitiza kuwa ameona kwa macho yake mwenyewe. Wakati hayo yakitokea bondeni, Lulu hakuwa na habari kabisa kuwa siri yake imeanza kuvuja. Aliendelea na mchezo wake wa kuhama kijiji kimoja kwenda kingine kama kawaida. Leo alikuwa kwa Buse, kesho kwa Kado, siku nyingine kwa Mula. Kutokana na maneno yaliyoanza kuenea, Buse alianza kupata wasiwasi. Alikaa peke yake akiwaza kwa nini Lulu hakuwa tayari kuzaa naye mtoto kwa miaka mitatu yote walioishi pamoja. Siku moja akamuuliza kwa upole, "Mke wangu, mbona miaka yote hii hatujapata mtoto?" Lulu hakushtuka hata kidogo. Akamjibu kwa sauti ya upole, "Wakati wa Mungu ukifika, nitabeba mimba na nitazaa." Jibu hilo halikumtosha Buse. Mashaka yakaongezeka moyoni mwake. Akaanza kumfuatilia taratibu, lakini Lulu alikuwa mwepesi wa kugundua. Alipoona anachunguzwa, akamgeukia kwa hasira na kusema, "Ina maana huniamini? Kama huniamini basi tuachane." Buse alitetemeka. Hakutaka kumpoteza. Akaomba msamaha mara moja na maisha yakaendelea kama kawaida. Kwa upande wa Kado, naye alianza kupata mashaka baada ya kumuona Lulu akiwa amevaa vitenge vya gharama kubwa ambavyo yeye mwenyewe hakuwahi kumnunulia. Akamuuliza, "Umevipata wapi hivi? Mimi sina uwezo wa kukununulia vya bei hii." Lulu akatabasamu na kumjibu, "Nilipata kwa mwanamke mmoja mwema sokoni. Alinipenda tu." Kado hakuridhika, lakini kwa sababu alimpenda sana Lulu, akaamua kunyamaza. Mula naye alianza kujiuliza mke wake huenda wapi kila mara. Safari zilikuwa nyingi na sababu zake zilikuwa nyingi pia. Siku moja akamuuliza, "Lulu, kwa nini unasafiri sana siku hizi?" Lulu akawa mkali na kusema, "Sitaki kufuatiliwa kama mtoto mdogo." Mula naye akatulia. Hakutaka ugomvi. Upendo wake kwa Lulu ulimfanya awe mpole. Hivyo wanaume wote watatu walikuwa na mashaka, lakini kila mmoja aliyaweka moyoni kwa sababu walimpenda Lulu kupita kiasi. Maisha yaliendelea, lakini upande wa bondeni siri ya Lulu ilizidi kuvuma kama upepo mkali. Habari ili iliwafikia hata wazee wa kijiji. Wazee wakaitana chini ya mti mkubwa wa mkuyu na kuanza kujadiliana. "Je, hizi habari ni za kweli?" Mmoja akauliza. Mwanamke yule aliyemwona Lulu limani akasimama na kusema,
si hadithi, nimeona kwa macho yangu mwenyewe. Wazee wakatazamana kwa ukimya mrefu. Mwisho mmoja wao akasema, hatupaswi kuita wanaume hao sasa hivi, hasira inaweza kuleta mapigano na vifo kati ya vijiji. Mzee mwingine akaongeza, ni bora tutumie hekima, tuitishe sherehe ya pamoja ya mavuno, vijiji vyote vitakusanyika, hapo ukweli utaonekana mbele ya wote. Wazee wote wakakubaliana. Tangazo likatolewa kuwa kutakuwa na sherehe kubwa ya mavuno usiku wa mwezi mpevu, sherehe itakayokusanya watu wa milimani, bondeni na kando ya ziwa. Na hapo ndipo siku ya hatari kwa Lulu ilianza kuhesabiwa. Wanaume wote watatu walipata taarifa kuhusu sherehe kubwa ya mavuno. Lilikuwa ni tamko la wazee wa vijiji vitatu, hivyo hakuna mtu aliruhusiwa kubaki nyumbani bila sababu nzito. Kila mwanaume alitakiwa kuhudhuria ili kuonesha umoja wa kijiji chake. Lulu aliposikia habari hiyo, moyo wake ulijaa hofu kubwa. Alijua wazi kuwa siku hiyo ingeweza kuwa mwisho wa siri yake. Alikaa peke yake ndani ya nyumba akiwaza namna ya kuikwepa sherehe ile, lakini hakukuwa na njia. Waume zake wote watatu walitaka kwenda naye pamoja. Kado alimwambia, mke wangu, leo lazima twende pamoja, watu wajue nina mwanamke mzuri kuliko wote. Buse naye akasema, utakaa pembeni yangu siku wote, nitajivunia mbele ya watu. Mula naye alisisitiza, hakuna atakayekutangulia, wewe ni wa kwangu. Lulu alijifanya mtulivu, akawajibu kila mmoja kwa ujanja wake kuwa ataenda mwenyewe kwa sababu atachelewa kidogo kujiandaa. Hakuna aliyeshuku jambo baya. Kikubwa kwao walijua Lulu atakuwepo. Usiku ulipoingia, sherehe zilianza kwa kishindo kikubwa. Moto mkubwa uliwashwa katikati ya uwanja. Ngoma zililia kwa sauti, wanawake walicheza kwa furaha, wanaume walikusanyika kuchoma nyama, wengine walikunywa pombe za kienyeji, huku vijana wakicheza kwa nguvu hadi vumbi likapaa angani. Kila mtu alifurahia kwa wakati wake. Katika heka hizo, Buse, Kado na Mula walijikuta wameketi sehemu moja karibu na meza pombe. Hawakufahamiana vizuri, lakini walianza kunywa pamoja kama wanaume wengine wengi walivyokuwa wakifanya. Walipiga stori za kawaida kwanza, wakaongelea mashamba, uwindaji, ziwa na biashara. Baada ya pombe kupanda kichwani kidogo, mazungumzo yakahamia kwa wake zao. Kado alianza kujisifu, mimi nimeoa mwanamke mzuri sana, hana mfano. Buse akacheka na kusema, hapo unanena kuhusu mke wangu? Yangu ndiye mwenye sura ya kuvutia kuliko wote. Mula naye akasema, ninyi hamjui uzuri, mke wangu ndiye mwanamke anayeheshimiwa zaidi. Kila mmoja alianza kumsifu mke wake. Walisema ana umbo zuri, ni mwenye heshima, anajua kupika, ni mpole na anajitunza sana. Kadiri walivyoendelea, wakaanza kushangaa kwa nini sifa zote zinafanana. Mwishowe Buse akasema kwa sauti ya kujivuna, jina lake ni Lulu. Kado alishtuka, akamgeukia kwa hasira, umesema nani? Lulu. Buse akarudia. Mula naye akasimama ghafla, hata mke wangu anaitwa Lulu. Pombe iliwatoka kichwani kwa sekunde moja. Wakatazamana kwa macho ya mashaka. Wakati huo huo, Lulu alikuwa akijificha pembeni mwa kundi la wanawake, akijaribu kutokuonekana. Lakini kwa bahati mbaya alipotembea kupita karibu na kundi la wanaume waliokuwa wakinywa, macho ya watatu hao yakamuona kwa wakati mmoja. Mke wangu. Kado alipaza sauti na kukimbilia mbele. Hapana, huyo ni mke wangu. Buse akamsukuma, mnadanganya, Lulu ni wangu. Mola naye akamshika mkono. Ndipo vurugu zilipoanza. Watu wote waliokuwa uwanjani walinyamaza. Ngoma zikasimama. Watu wakaanza kusogea eneo lile kwa mshangao mkubwa. Ina maana mwanamke mmoja ameolewa na wanaume watatu. Watu walinong'ona kwa hofu. Lulu alipoona siri imefichuka, miguu ilimlegea. Akaanguka magotini mbele ya watu wote na kuanza kulia. Naomba mnisaheme, alipaza sauti. Nilikosea, hatorudia tena. Naomba nichague mwanaume mmoja tu, niishi naye. Lakini waume zake walikuwa wamejaa hasira kali. Buse akamwambia, ulinifanya mjinga mbele ya watu. Kado akasema, kwa hiyo ulikuwa unanitumia tu, hukuwahi kunipenda? Mula naye akamlaani kwa uchungu, usaliti wako umetia aibu vijiji vyote. Walitaka kumpiga hako, lakini wazee waliingilia kati haraka na kuwazuia. Mzee mkuu akasimama katikati ya watu na kusema kwa sauti nzito, mwanamke huyu katapigwa, lakini lazima adhibiwe kwa kosa lake kubwa. Usaliti wake umevunja heshima ya ndoa na kuvuruga amani ya vijiji vyetu. Kisha wazee wakatoa hukumu kali sana. Lulu hataruhusiwa kuingia kwenye nyumba ya mtu yeyote. Hakuna atakayemfungulia mlango, hata mvua ikinyesha au dhoruba ikivuma. Hakuna atakayempa chakula. Hakuna atakayemsaidia kwa huruma yoyote. Walisema atakaa peke yake ili watu wajifunze kuwa uongo mkubwa una mwisho mchungu. Adhabu hiyo ilikuwa nzito kuliko kifo kwa Lulu. Baada ya sherehe, watu wote walirudi makwao.
Lulu alibaki peke yake kama mtu aliyelaaniwa. Alianza kutengwa na kila mtu. Watu walimkwepa njiani kana kwamba alikuwa kitu kichafu. Wengine waliogopa hata kumsalimia. Alilala nje juu ya magome ya miti. Mchana jua lilimpiga bila huruma. Usiku baridi ilimtetemesha. Mvua ilimnyeshea akiwa hana pa kujisitiri. Mara nyingi alilala njaa. Watoto walionywa wasimsodilee. Mabinti waliambiwa, msifuate tabia za Lulu. Lulu akawa funzo la kijiji kizima. Hata wale wanaume waliompenda kwa dhati walimkwepa kwa sababu ya maumivu ya uongo wake. Kadiri siku zilivyopita, Lulu alikonda sana. Uzuri wake ukaondoka. Ngozi yake ilichoka na uso wake ukajaa huzuni. Aliyekuwa akiwavutia watu wote sasa alikuwa kivuli cha maisha yake ya zamani. Siku moja akiwa hoi, alijikokota hadi kwenye hekalu la miungu ya kijiji. Akapiga magoti na kuomba msaada. Naomba niokoe na mateso haya. Sina nguvu tena. Alilia sana, lakini mwili wake ulikuwa umechoka kupita kiasi. Asubuhi iliyofuata, watu waliokuwa wanaenda kufanya ibada walimkuta akiwa amelala kando ya hekalu, hana pumzi tena. Walimchukua mwili wake kwa huzuni na kwenda kuuzika kwenye mipaka ya kijiji. Walitengeneza alama ya kumbukumbu na kuandika historia yake. Tangu siku hiyo, kila mgeni aliyefika kijijini hapo alisimuliwa habari za Lulu. Watoto pia walipewa hadithi yake ili wajifunze kuwa tamaa, uongo na usaliti vina mwisho mchungu sana. Mwisho.